Moja kati ya stori kubwa ambazo zimejiri hapa mkoani Arusha ni kuhusiana na binti anayekadiriwa kuwa na umri wa miaka 15. Inaelezwa kwamba ameshambuliwa na mume wake ambaye alishirikiana na rafiki yake. Kisa kielezwa kwamba ni baada ya kumwaga dawa ya mbuzi. Na dawa hii inaelezwa kwamba ni ile ambayo inatumika kwa ajili ya matumizi ya kitoweo cha nyama. Mimi ni Prophet Manga ambaye nimezungumza kwa njia ya simu na afisa ustawi wa jamii wa wilaya ya Longido, Atuganile Chisunga, ambaye yeye anatupa ufafanuzi kuhusiana na tukio hili. Tukio hili limetokea katika wilaya yetu, eneo hilo la Gilairumbwa. Huyu ni binti wa miaka 15. Inavyosemekana ni kwamba mume wake na rafiki yake walimpiga baada ya kupoteza dawa ya kuchomea mbuzi. Kwa hiyo wakamchukua akakuwa kwenye mti na kumchapa. Lakini kutokana na ushirikiano mzuri wa jamii ikatoa taarifa, na polisi kata wa eneo la Gilairumbwa aliweza kuchukua hatua zake na akakamata wahusika na akatoa taarifa. Vile vile tukashirikiana na jeshi la polisi siku ya Jumanne, kwa maana ya jana, tuliweza kufika eneo la tukio tukamkamata huyo baba pamoja na mwenzake. Lakini kwa bahati mbaya mama walikuwa wamemuondoa, wamempeleka eneo lingine ambao ndio eneo alipozaliwa, tunasema katika kata ya Dabash, kijiji cha Onjoronyoke. Lakini tuliweza kutoa maagizo ya kwamba mama atakiwa aletwe haraka sana ili tuweze kuchukua taratibu za kisheria. Kwa bahati nzuri siku ya jana jioni mama aliweza kuletwa, alifikishwa katika kituo cha polisi cha Longido. Kwa hali ambayo alikuwa nayo binti, kwa kweli amepigwa. Mwili mzima una alama za fimbo. Basi kama kawaida ilivyo, tukampeleka katika kituo chetu cha afya kwa ajili ya uchunguzi wa kitabibu na aliweza kulazwa. Na mpaka dakika hii ninavyozungumza, watuhumiwa wote wako ndani. Jeshi la polisi linaendelea kukamilisha taratibu zote, na siku ya kesho tunarejea kuwafikisha mahakamani kwa ajili za taratibu nyingine za kimahakama. Lakini kwa hali ya binti anaendelea vizuri kiasi, japokuwa bado hajaweza kusimama vizuri na anatembea akiwa ameinama, hawezi kuchuchumaa na kukaa anakaa, lakini akilala ana maumivu makali sana ya mgongoni, hawezi, anakaa kwa upande kidogo. Lakini kikubwa tunamshukuru Mungu kwamba tunaamini atapona, kwa sababu pia madaktari katika kituo chetu cha afya cha Longido wanatupa ushirikiano mkubwa sana katika kumhudumia na kuhakikisha kwamba afya yake inatengemaa vizuri. Wito wangu kwa jamii, tujitahidi kutoa taarifa za matukio, na vile vile serikali itusaidie kuongeza nguvu, yani kwa maana ya rasilimali watu, kwa maana ya wataalamu pamoja na rasilimali fedha kwa ajili ya kuwezesha wataalamu kufika maeneo yetu ya vijiji. Hivi vijiji viko mbali, wananchi wanatamani kutoa taarifa, lakini itatolewaje? Kuna sehemu ambazo hata simu hakuna. Kwa hiyo tuhakikishe kwamba serikali inatusaidia, inatuwezesha sisi wataalamu tuweze kufika, tuwape elimu, waweze kujua wapi waende wanapopatwa na matatizo. Vile vile taasisi zisizo za kiserikali zijitahidi kuja kutoa elimu huku, wasiishie mijini, waje pembezoni, maana huku ndipo kuna watu pia jamani. Kuna watu ambao hawajui dunia inaendaje. Waje wajue haki zao, sheria inasemaje, nini afanye pindi anapopata na madhara kama hayo. Kwa hiyo tunaposema haya majanga yanapotokea, lazima mtu ajue ninakimbilia wapi, nani ni mtu sahihi kwangu kumpa taarifa. Kwa hiyo kipekee ningependa kwamba kutoa ushauri wangu kwa mashirika yasiyo ya kiserikali yaje wilaya zetu za Longido, Ngorongoro na Monduli, maana ndio jamii za wafugaji, ili tushirikiane kwa pamoja tuweze kuwasaidia kina mama pamoja na watoto.